Haleluya. Habari ya saizi wapendwa, popote mlipo katika taifa hili la Kenya, taifa la Uganda, Tanzania, popote mnapata habari hizi. Majina anaitwa Joseph Kiarie, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mimi ni mtumishi wa Mungu kwa neema ya Kristo. Majira haya ningependa nikaweze kushiriki nawe neno la Mungu ambalo liko katika kitabu kile cha Ezekieli mlango ule wa 13 kuanzia mstari ule wa 20. Andiko linasema hivi: basi Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni kinyume cha irizi zenu ambazo kwa hizo mnaziwinda roho za watu kama ndege, nami nitazitoa katika mikono yenu kwa nguvu, nami nitaziachilia roho zile mnazoziwinda kama ndege, na leso zenu nazo nitazirarua na kuwaokoa watu wangu katika mikono yenu, wala hawatakuwa katika mikono yenu tena kuwindwa, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Haleluya. Maandiko inaongelelea kuhusu hirizi. Nataka uelewe katika haya maisha wako watu wa kila aina katika hii dunia, wako watu wa kila aina. Wako wachungaji, wako manabii, wako mitume, wako wainjilisti, wako walimu wa neno la Mungu. Vile pia katika ufalme ule mwingine wa giza wako wachawi, wako waganga, wako washirikina, wako madevil worshiper, wako mailuminati, watu ambao wanamtumikia shetani upande ule. Ndiposa majira haya nataka nikaongea na wewe kuhusu ile andiko. Andiko imeanza ikisema ya kwamba mimi Bwana Mungu niko kinyume cha irizi zenu ambazo kwa hizo mnaziwinda roho za watu wangu kama ndege. Nataka uelewe katika ya maisha wako watu ambao wanatumia vifaa fulani ama vitu fulani kunyanyasa maisha ya watu, kutesa maisha ya watu, kugandamiza maisha ya watu. Na hapa tunaona kwamba irizi imetajwa maandiko ikisema ya kwamba Bwana Mungu asema ni kinyume cha irizi zenu ambazo kwa hizo mnaziwinda roho za watu wangu kama ndege. Na kuongea na washirikina majira haya, watu ambao mnatumia mairizi, watu ambao mnaenda kwa waganga, watu ambao hamumwamini Mungu, mnaamini mizimu na miungu. Mungu anasema yuko kinyume cha hiyo miungu yenu, yuko kinyume cha hizo irizi zenu, yuko kinyume cha hayo matunguli yenu. Mungu yuko kinyume cha hiyo minyoroka pezi yenu, hayo mabundi mnayoyatumia kunyanyasa na kugandamiza maisha ya watu, hayo mapaka na manyoka mnayotumia, hayo matunguli mnayotumia, hizo ramli, hayo mabao yote, Mungu anasema ako kinyume chayo. Maandiko yanasema waambie Bwana Mungu asema niko kinyume cha irizi zenu ambazo kwa hizo mnaziwinda roho za watu wangu. Kumbe irizi zinatumika kuwinda roho za watu wa Mungu. Kumbe madawa hayo, mauganga hayo, manyoka mnaotumia, matunguli mnaotumia, kazi yake kubwa ni kugandamiza maisha ya watu, ni kunyanyasa maisha ya watu. Na Mungu majira haya anasema ya kwamba ako kinyume. Nami nataka nikwambie, kama Mungu ako kinyume cha jambo hilo, basi inakupasa uachane nalo. Jambo lolote Mungu alilo kinyume na lenyewe, ina maana sio jambo la kutokana na yeye, ina maana limetokana na shetani. Na kwa kuwa wewe ni wa Mungu, uliumbwa kwa mfano wa Mungu, inakupasa uandamane na vitu ambavyo vinampendeza Mungu, inakupasa ushikamane na vitu ambavyo vinampendeza Mungu, sio vitu vinavyompendeza shetani. Hirizi ni vitu ambavyo vinampendeza shetani, matunguli ni vifaa vya shetani kugandamiza maisha ya watu, minyoroka pezi ni vifaa vya shetani ambavyo anatumia kugandamiza maisha ya watu. Hayo madawa Mungu anasema yuko kinyume cha hirizi zenu ambazo kwa hizo mnaziwinda na kuzinasa roho za watu wangu. Majira haya nataka niseme, kuna watu wengi wa Mungu wanaishi maisha ambayo sio yao. Kuna vijana mitaani wengi wanahangaika, wanaishi maisha ambayo sio
sio yao, kumbe ni kwa sababu ya wachawi, kumbe ni kwa sababu ya warogi, kumbe ni kwa sababu ya wanga wanaotumia mairizi. Maandiko yanasema munatumia irizi hizo kuzinasa roho za watu wangu. Mumenasa maisha ya vijana, mumenasa nyota za vijana, mumenasa nyota za wanarika. Mabinti wanahangaika, wanaishi maisha yasiyo yao, wanahangaika huku na kule, wanaolewa wakiachwa. Si kwamba ni wabaya, lakini kwa sababu kuna mchawi mahali ametumia irizi, ametumia matunguli kugandamiza maisha ya binti yule ili asiwahi kuoleka. Unashindwa kwa familia fulani, mbona mabinti ni warembo na ni wazuri, lakini wote hawadumu kwa ndoa, wote wana watoto wawili watatu, mababa tofauti tofauti. Si kwamba wale mabinti ni malaya, si kwamba wanapenda tabia zile, lakini kuna mshirikina mahali, kuna mchawi mahali ametumia mairizi kunasa nyota za ndoa za hao mabinti, nyota za kindoa, maisha ya kindoa yamenaswa kupitia hizo irizi. Na ndio maana mabinti wale wanahangaika. Unashindwa, mbona vijana ni wengi mtaani na wengi wamesoma, wako na vyeti, lakini hawana kazi, wanahangaika huku na huku. Unashindwa ni kwa nini? Wengine wameingilia mikuka, wengine wameingilia mambo isiyoeleweka. Si kwamba wanapenda maisha yale, lakini kuna mchawi mahali, ni kwa sababu kuna mshirikina mahali ambaye ametumia mairizi yake kugandamiza maisha ya vijana wale. Licha ya kuwa wamesoma sana, licha ya kuwa na vyeti vikuu, lakini ajabu ni kwamba wanahangaika, wanatesekea mitaani. Maana kuna mshirikina mahali, kuna mchawi mahali, kuna mwanga mahali, kuna mganga mahali ametumia mairizi yake, ametumia matunguli yake, ametumia bao na ramli zake kugandamiza maisha ya hawa vijana, kugandamiza nyota za hawa vijana. Nimekuja nikwambie wewe mshirikina, wewe mchawi unayegandamiza maisha wengine, unayetesa maisha watoto wengine, Mungu anasema ya kwamba yuko kinyume cha hizo irizi zako, yuko kinyume cha hayo madawa yako, yuko kinyume cha hayo matunguli yako, na hivyo inakupasa uachane nayo mara moja, la sivyo ghadhabu ya Mungu itakuangukia, la sivyo majipu ya Kimisri yatakukula, la sivyo kuwashwa kusiko kupata kupona kutakuangukia, la sivyo utashikwa na kifua kikuu katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema ya kwamba basi Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni kinyume cha irizi zenu, ambazo kwa hizo munaziwinda roho za watu kama ndege, nami nitazitoa katika mikono yenu kwa nguvu. Nimekuja nitangaze watu ambao wamewindwa, watu ambao wamefanywa mateka, watu ambao nyinyi wachawi na washirikina mumenasa maisha ya watu, mukanasa nyota zao. Mungu anasema ya kwamba atawaachilia hawa watu, atawatoa katika mikono yao, atawatoa kwa mikono yenu. Nataka niseme ya kwamba masaa imefika mukajue kwamba yuko Mungu, maana anakwenda kuwaokoa hao mliowaweka kwenye manyungu, hao mliowaweka kwenye machupa, hao mliowaweka kwenye majeneza, hao mliowaweka chini ya mibuyu, hao mliowaweka kwenye majabali, hao mliowafukia kule ufuoni, nyota zao, maisha yao, future yao mukazika. Mungu anasema ya kwamba anakwenda kuwatoa kwa mikono yenu kwa nguvu. Nimekuja nitangaze uhuru wa watu wale ambao nyie wachawi muliwanasa. Nimekuja nitangaze uhuru wa watu wale ambao nyie waganga muliwagandamiza. Hizo nyota lazima zitoke kwa mikono yenu. Maisha wa vijana lazima itoke kwa mikono yenu. Nyota za mabinti lazima zitoke kwa mikono yenu. Biashara za watu wa Mungu mulizozinasa lazima zitoke kwa mikono yenu. Ndoa za watu wa Mungu mulizozinasa, Mungu anasema anakwenda kuzitoa kwa mikono yenu katika jina la Yesu Kristo. Hamutaendelea kuwatesa watu, hamutaendelea kuwanasa watu wa Mungu, wataendelea kukaa kwa mikono yenu. Unakuta kuna kamuganga kwa mutaa, kuna kamushirikina kwa mutaa, kanajigamba kakisema
watu wa hichi kijiji nimewaweka hapa kwa mkono yangu, wako katika kiganja ya mkono wako. Wacha nikwambie wewe mchawi unejigamba na hiyo kiganja mkono wako, muda usio mrefu Mungu anakwenda kuwatoa kwa hiyo kiganja ya mkono yako. Na sio hivyo tu, kuna majipu ya Kimisri yanakwenda kutua kwa hiyo mikono yako katika jina la Yesu, na hautapona mpaka utakaposema Yesu ni Bwana, kwa jina la Yesu. Maandiko yanaendelea kusema nini? Maandiko yanasema nini pale? Maandiko yanaendelea kusema ya kwamba, sikia hii, ya kwamba hivi, nami nitazitoa katika mikono yenu kwa nguvu, nami nitaziachilia roho zile mnazoziwinda kama ndege. Mungu anasema atazitoa kwa mikono yenu kwa nguvu. Maisha ya watu mlioyashika, Mungu anasema atayatoa kwa mikono yenu kwa nguvu. Hayo maisha, huyo binti mlioyashika, hiyo nyota ya huyo kijana mlioshika, hiyo ndoa mlioishika, hiyo biashara mlioishika, Mungu anasema atazitoa kwa mikono yenu kwa nguvu. Tafsiri yake ni kwamba mpende msipende, mkubali msikubali, mutake msitake, Mungu atawatoa kwa mikono yenu kwa nguvu. Na kwa kuwa yeye anaitwa Mungu mwenye nguvu, hamutawezana naye. Haijalishi mlifanya maagano gani na shetani, haijalishi mmefanya makubaliano gani na shetani, haijalishi mna vio gani katika ufalme wa giza, Mungu yeye ni Mungu mwenye nguvu. Anasema atawatoa watu wake kwa mikono yenu kwa nguvu, wala hawatakuwa tena katika mikono yenu kuwindwa naye, katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mpendwa mwamini Mungu, Mungu yuko. Ninajua kuna watu wananiangalia na wananisikiza. Kuna watu wanaishi maisha ambayo sio yao. Kuna watu wanateseka. Kila unapojaribu jambo aliende vizuri, kila unaposimamisha biashara inaanguka, kila unajaribu ndoa mambo inaharibika. Maana kuna muganga, kuna mshirikina, kuna mchawi mahali amekuwa akikwendea mbio. Lakini nataka nikutangazie ndugu mpendwa na dada unayesikiza, huu mwaka wa 2026 ni mwaka wako wa kufunguliwa, ni mwaka wako wa kutolewa kwa hiyo mtunguni, ni mwaka wako wa kutolewa kwa hiyo miburi, ni mwaka wako wa kutolewa kwa hiyo majeneza, ni mwaka wako wa kutolewa kwa ufuo wa bahari, ni mwaka wako wa kutolewa baharini ndani, ni mwaka wako wa kutolewa kwa hiyo dari waliokuweka juu yake, ni mwaka wako wa kuimba wimbo mpya katika jina la Yesu. Maandiko inaendelea ikisema nini? Inasema ya kwamba hivi, sikia haya maneno ya Mungu. Mungu anasema nami nitaziachilia roho zile mnazoziwinda kama ndege, na leso zenu nazo nitazirarua, na kuwaokoa watu wangu katika mikono yenu. Na leso zenu, nyie wachawi, leso zenu naongelelea habari ya makaniki mnaotumia, makaniki mekundu, makaniki meusi, makaniki na vishutu zenye mnatumia kunasa na kuangamiza maisha watu wa Mungu. Mungu anasema hizo leso zenu, hizo kaniki zenu, hizo irizi zenu atazirarua. Nami naomba leo, Yesu Simba wa Yuda, rarua, ingia kwa hiyo kambi ya hawa chawi. Yesu Simba wa Yuda, ingia kwa hii kambi ya hawa shirikina, rarua hizo irizi, rarua hizo maleso zao, rarua hizo kaniki zao ambazo wamezitumia kunasa roho za watu, kufunga maisha watu, kunasa nyota za watu, kufunga nyota za watu. Yesu rarua, hata matumbo yao awachawi. Yesu rarua figo zao, maini yao, matumbo yao, mapafu yao, chembe cha moyo. Yesu rarua katika jina la Yesu, na uweke huru watu wako Baba, kwa jina la Yesu. Nataka nikaweze kuomba pamoja nawe mahali hapo ulipo. Umesikia hili neno na unasema my brother, hakika hilo neno umelisema ni neno linahusiana na maisha yako, na ungependa Mungu akaweze kukukomboa, ungependa Mungu akaweze kukufungua. Yamkini hujampa Yesu Kristo maisha yako, basi hatua ya kwanza ni kumkubali huyu Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Anasema katika neno lake katika kitabu kile cha Ufunuo, anasema katika Ufunuo 3:20 ya kwamba tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kunifungulia, nitaingia ndani yake, nitakaa naye, nitakula naye, yeye pamoja nami.
Yesu kitu ya kwanza ili akaweze kukufungua, akuonekanie, akupiganie kutokana na hawa wachawi na mailizi yao na majini yao, anasema kwanza umkaribishe katika moyo wako, umkubali awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukishafanya hivyo, hayo mengine yeye atachukua usikani. Kwa hivyo mahali ulipo, kabla nisianza kukuombea, ningependa nikuongoze katika sala kumpokea Yesu Kristo. Hapo ulipo, Mungu anakuona. Amini pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, maisha yangu na kukabidhi wewe. Kuanzia leo nimesikia neno lako, nami nimefanya maamuzi ya kukukubali, ya kukukaribisha moyoni mwangu, maishani mwangu. Futa majina yangu kwa kitabu cha mauti, andika majina yangu kwa kitabu cha uzima. Kuanzia leo mimi nimeokoka, mimi ni wa Yesu. Wewe shetani na kazi zako na mairizi yako na dhambi zako, achana na mimi. Mimi si wako, mimi ni wa Yesu. Kuanzia leo, kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na la Roho Mtakatifu, nimeokoka. Basi mahali ulipo, nataka tuamini pamoja, nikaweze kumwomba huyu Mungu Baba aingilie kati, akutetee, akupiganie. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu ishie milele, nimelisoma neno lako kwa msikilizaji na mtazamaji mahali popote alipo, naye amelipokea na amelisikia na ameliamini neno lako Bwana. Nami ni ombi langu, Kristo, kalifuatilie neno lako, maana imeandikwa wewe ni Mungu unayefuatilia neno lako ili ukalitimize. Imeandikwa wewe si mwanadamu hata ukasema uongo. Baba, umesema ya kwamba uko kinyume cha irizi ambazo wachawi na washirikina wanazitumia kunasa roho za watu wako. Nawe umesema kwamba utawaokoa watu wako kutoka kwa mikono ya wachawi, ya washirikina, ya wanga. Baba, ni ombi langu, huyu msikilizaji anayenisikiza, huyu mtazamaji anayenitazama, ni ombi langu Bwana ukamwokoe kutoka kwa mikono ya wachawi. Okoa maisha yake, okoa nyota yake, okoa roho na nafsi yake, okoa hii familia, okoa hii ndoa, okoa huyu mwanabiashara na biashara yake. Waokoe kutokana na mikono ya wachawi, waokoe kutokana na mikono ya washirikina na wanga, katika jina la Yesu. Iokoe hii familia Baba, itoe katika hiyo mikono ya wachawi. Rarua hayo maleso ya waganga, rarua hayo madawa yanayotumika kugandamiza huyu msikilizaji na mtazamaji. Teketeza kwa moto wako Yesu kila ushirikina, kila madawa, kila matunguli, kila menyoroka pezi, kila vinyamukera, majini kata yote, majini alata yote, majini Shamsa, majini Alkabul, majini Sherifu, majini Jujane, majini Maimuna, majini Shamsa, yote yanayotumika, majini Mwalimu, kugandamiza maisha msikilizaji na mtazamaji. Yesu, weka ndani ya moto, teketeza haya majini, teketeza haya mairizi, teketeza una uchawi, teketeza haya maagano, teketeza hivi vifungo. Watu wako kawache huru, watu wako kawafungue, watu wako akawekwe huru. Huyu msikilizaji akafunguliwe, huyu mtazamaji akafunguliwe, naye akauone wema wako na ukuu wako, naye akalitukuze jina lako. Na ni kwa jina safi la Yesu Kristo sote tumeshukuru, tumeomba na kuamini. Amen.